Nimefurahi sana kuona vijana tuko nao hapa shambani. Ninatamani na hili liwe elekezo. Vijana wote walioko hapa, afisa ugani wa eneo hili, ukatembelee mashamba yao, yakawe ya mfano. Kijana ambaye bado anaona wazazi wake akifanikiwa kulima hata nusu eka tu, kwa mfumo huu anawakiwa kuvuna magunia 12 na kuendelea. Kwa hiyo vijana wetu tulioko hapa ni wasihi sana, kwa muda huu mvua zimenyesha, tumieni vizuri muda wenu, muda wa kutumia maarifa ya kilimo shambani. Hii ndiyo biashara yetu kubwa sisi. Tunatakiwa tuanzie shambani. Tukishamaliza mpango ya shambani, ukiona lengo lako la nusu ekari au ekari moja limetimia kule shambani, ndipo uanze kufikiria habari ya kwenda kwenye puru. Kwa jina naitwa Agnes Meru, ni mkazi wa Ifukutwa. Tupate kijana mwingine Ndio mwenye shamba hili hapa. Nashukuru sana kwa kunitembelea shambani kwangu. Kuja kwenu nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza namna ya kuandaa shamba, nimejifunza namna ya kupanda hatua kwa hatua, mche kwa mche, tuta kwa tuta 75, mche kwa mche 35. Pia nimejifunza namna ya kutia mbolea kwenye shimo, kufunika kabla ya kuweka mmea wangu, na kufunika udongo wastani ili mmea uweze kuota vizuri. Nashukuru sana wakufunzi. Unaweka hiki, halafu hii unakuja unaikunjua unaiweka hapa. Utajikuta mambo yako iko katikati ya nini? Katikati ya hizi mambo. Tunasema huu sio upimaji sahihi. Upimaji sahihi tunachosema, hii mambo inatakiwa iwe nchani mwa mambo na hii ije iwe nchani mwa mambo. Labda mimi nipende kuwashukuru wataalamu wa kilimo kwa haya maelekezo ambayo kimsingi wamekuja kuyafanya kwenye kijiji changu cha Ifukutwa. Naamini kwa kwamba wale wote walioenda semina kwa ajili ya kilimo endelevu watafanya vizuri. Ila niombe kwa kwamba pale watakapokuwa wanahitajika kwa maana ya kwenda kuwasaidia ni wapi wameteleza, basi waweze kufika ili kuweza kutoa msaada. Vijana tulioko kwenye vijiji hivi, tulioko kwenye kata zetu hizi, tulioko kwenye tarafa ya Kabungu, kila kijana tunataka awe na shamba ambalo atafanya kazi, mwisho wa siku aweze kujiongezea kipato. Na tumekubaliana kwa msimu huu wa kilimo hatuhitaji tuone kijana akizagaa mtaani. Tunataka asubuhi akafanye kazi, mchana akafanye kazi, sasa jioni tukutane sasa vijiweni tubadilishane habari, baada ya kuwa tumeshaingiza chochote cha kutuingizia kipato. Wazazi ambao mna vijana, usikubali kuwa na kijana ambaye yuko nyumbani hafanyi kazi. Mpe shamba, unapolima kama mzazi, kama shamba la familia, na kijana pia awe na shamba lake ambalo atalima na kuzalisha. Na tunaomba vijana muwe karibu sana na maafisa ugani ili waweze kuwafundisha kilimo chenye tija. Wazazi wetu wamelima kwa miaka mingi sana. Wamelima, wamezalisha, lakini walikuwa hawalimi kilimo cha kisasa. Sisi vijana tuna nafasi ya kuendelea kujifunza ili tuweze kulima kilimo cha kisasa, tupate kilimo chenye tija.